Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, mradi wa Kabi Shopping Center ni uwekezaji binafsi ambao umetokana na jitihada za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na halmashauri katika kuweka mazingira rafiki kwa wawekezaji, ikiwemo utoaji wa leseni za biashara, utoaji wa vibali vya ujenzi pamoja na hati ya umiliki wa ardhi. Mradi huu utafanyika kwa awamu tatu, ambapo awamu ya kwanza ulianza tarehe 3 Mei 2024 na kukamilika Machi 2026. Lengo ni kutoa huduma za JJSK Diagnostic Laboratory, Kabi Restaurant, uwakala wa vinywaji, cash point na maduka ya bidhaa za kawaida. Awamu ya pili utafanyika ujenzi wa farmers, mini supermarket na pub au grocery, na awamu ya tatu utafanyika ujenzi wa lodge, ukumbi wa kisasa. Pia mradi huu unaunga mkono ilani ya CCM 2025-2030 kwa kuimarisha sekta binafsi na kuongeza ajira kwa vijana. Aidha, unachangia katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 kwa kukuza uchumi imara, jumuishi na shindani ili kuleta maendeleo kwa jamii. Gharama za mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, mradi huu katika kutekeleza ujenzi wa awamu ya kwanza umegharimu jumla ya shilingi za Tanzania milioni 260 kwa ujenzi wa majengo ya kisasa yenye vyumba 8 vinavyotumika katika kutoa huduma husika, pamoja na miundombinu ya huduma za maji, umeme pamoja na mawasiliano, sambamba na maandalizi ya wafanyakazi kupitia mafunzo ya huduma bora kwa wateja. Aidha, jengo hili limeanza kutumika kuanzia tarehe 28 Machi 2026. Hitimisho. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuboresha mazingira ya wafanyabiashara yanayopelekea kuongezeka kwa makusanyo ya fedha za mapato ya ndani. Kwa heshima na taazima, tunaomba uzindue jengo la Kabi Shopping Center. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mwenge wa Uhuru umefika katika mradi wetu, mradi wa uwekezaji. Umepokea taarifa na umekagua, na baada ya kukagua mradi wetu umekamilika, unaendelea kutoa huduma kwa Tanzania kwa awamu ya kwanza. Mradi umewekwa kwa awamu mbili, lakini awamu ya kwanza hii umekamilika, na mwekezaji wetu ametuambia kwamba baada ya kukamilika awamu hii ya kwanza anaanza kuanza awamu ya pili ili kuendelea kuwekeza zaidi katika eneo letu. Awali yote tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jinsi ambavyo anaendelea kuweka mazingira rafiki kwa wawekezaji wetu. Wote ni mashuhuda, tunaona Mheshimiwa Rais akiondoa mikwamo yote kwa wawekezaji, na sasa wawekezaji wanawekeza bila kupata matatizo yote. Daktari Samia oye! Daktari Samia safi. Kwa maana leo tunashuhudia ndugu yetu akija hapa kuja kuwekeza bila mikwamo yoyote, na amekwisha wekeza hapa. Jengo limekamilika, biashara inaendelea, maabara iko hapo, kuna maduka, kuna mambo ya fedha ambao hapa wataendelea kutoa, lakini pia kuna eneo la kutolea huduma ya chakula. Wote tumeshuhudia hapa, eneo hilo limekamilika na huduma zinaendelea kutolewa kwa Watanzania. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunampongeza na kumshukuru sana mwekezaji wetu kwa kuja kuwekeza katika eneo hili. Kwa weza aliyoweka hapa, angeweza kwenda hata eneo lingine, nchi za watu huko, akaenda kuwekeza. Mfano mzuri napenda kutolea kwa majirani zetu Uganda, anaweza kaenda huko akawekeza, lakini kwa uzalendo wake akaamua kuja hapa nyumbani kuja kuwekeza, ili fedha anayopata apate yeye, lakini endelee kujenga uchumi wa nchi yetu. Huo ni uzalendo mkubwa. Piga makofi kwa mwekezaji wetu. Lakini hata kama anaendelea kuwekeza tena, tukushauri na tukuombe sana, njoo uwekeze nyumbani, endelea kuijenga nchi yetu, endelea kujenga uchumi wa nchi yetu kwa kupitia uwekezaji wako. Na hata kama na wawekezaji wengine, kwambie Tanzania ni salama, waje kuwekeza.
Mheshimiwa Rais amekwisha kuweka mazingira rafiki, aje kuwekeza, asiende kuhangaika kwa watu wengine, anaweza akapata shida huko. Sisi tuna amani na tulivu kwa zaidi ya miaka 65, hivyo waje kuwekeza katika eneo letu hapa, watapata fedha, wataendelea na sisi kujenga uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na ndugu wananchi, niwaombe sana wananchi kuendelea kulinda amani na tulivu, kwani mlipo na amani hata wekezaji ndipo wanapoweza kuja, kwani hata huyu mwekezaji amekuja eneo hili kwa sababu kuna amani na tulivu. Asingeweza kufika hapa kama amani na tulivu ingekuwa haipo, lakini kwa sababu kuna amani na tulivu ndio maana amekuja kuwekeza, na wawekezaji wengine wengi watakuja katika eneo hili kwa sababu kuna amani na tulivu. Hivyo niombe wananchi tuendelee kushikilia hapo hapo, kuilinda sana hii amani tuliyonayo, ili wawekezaji wengine waje kuwekeza, tuendelee kupata maendeleo makubwa zaidi ya haya ambayo tumekwisha kuyapata. Tutapata ajira kama tulivyoona hapa, kuna watu wameajiriwa wanafanya kazi hapa. Kwa hiyo wawekezaji wanapokuja na sisi tunapata ajira, tunaendelea kujenga uchumi wetu, lakini kuendelea kujenga uchumi wa taifa letu. Itoshe kusema kwamba Mwenge wa Uhuru umeridhishwa na uwekezaji uliofanya na ndugu yetu hapa, na Mwenge wa Uhuru uko tayari kuzindua jengo hili la uwekezaji ambalo ni jengo la kibiashara.